Kuzungumza kupata uzima wa milele ni kinyume cha moto wa milele. Ni kinyume. Kwa sababu makundi yatakuwa ni mawili. Kuna wale watakaoingia kwenye uzima na wale wataingia kwenye shimo la moto. Sasa tumsikilize Muhammad anasemaje kwenye hili jambo la tatu la msingi kuliko kawaida. La msingi kabisa kuliko kawaida. Tumsikilize kwanza ndio tuendelee. Tasoma katika Qur'an, tasoma hapa kidogo ndio tuone kitu anachotuambia. Kumbuka makundi ni mawili. Wale watapelekwa kwenye moto na wale wataingia katika pepo. Ni makundi mawili. Sasa tumsikilize ni sifa gani ambayo mtu atakuwa nayo ili aweze kuingia katika mbingu ya Mungu au katika hiyo inaitwa pepo. Sikilize Muhammad katika 3:131 Qur'an anasema na ogopeni moto ambao umewekewa wenye kukanusha amri za Mwenyezi Mungu. Narudia, naogopeni moto ambao umewekewa wenye kukanusha amri za Mwenyezi Mungu. Sasa kumbe wale wanaokanusha amri za Mwenyezi Mungu watakuja kupatana na moto. Sasa anawaambia wale wanaosikiliza, na msije mkalanganywa mkathubutu kukanusha amri za Mwenyezi Mungu, kwa sababu mkiweza kukanusha mtajikuta mnakuwa ni wateja wa moto. Sasa mimi ni swali ambalo napata kuweza kuuliza, hizi amri za Mwenyezi Mungu ni zipi? Hizi amri za Mwenyezi Mungu ni zipi? Hizi amri za Mwenyezi Mungu ni zile ambazo alipewa Musa. Sasa tuangalie katika amri alizopewa Musa, kwa sababu amri alizopewa Musa ni kati ya amri ambazo zinakubalika katika Uislamu, zinakubalika. Na ukiangalia mfano katika swala la kwanza kabisa linaloaminiwa ni amri ya kwanza ambayo inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Na ndio hapo ambapo tunakuwa na hoja ya kutomshirikisha. Mungu hataki kushirikishwa kwa sababu yeye amesema anatakiwa kuabudiwa yeye peke yake. Takiwa kushirikishwa. Anasema hii amri naomba niweze kuisoma kama ilivyoandikwa, kwa sababu katika hiki kitabu hapa inasema imeandikwa sababu ya kuumbwa mwanadamu. Katika vitu vinavyokubaliwa katika Uislamu, vitu vingi viko hapo vinakubalika, lakini amri alizopewa Musa, amri 10 alizopewa Musa, ndio hii amri 10 alizopewa Musa zinakubalika katika Uislamu kuwa ni mambo ya kufuata. Sasa mimi ninachotaka kuweza kukiweka hapo ni kwamba kumbe yule atakayekanusha amri atajikuta amekuwa ni mtu wa moto. Sasa amri ya kwanza imesema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwenye zile amri 10 alizopewa Musa, kuna amri inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga na kadhalika. Hiyo amri pia ipo hapo. Ndio maana alipokwenda katika Al-Kaaba kwa mfano, kulikuwa na masanamu takriban 360. Alipokuwa hapo Muhammad alikuja na kuyakata na kuyavunja kwa karibu, ndio kwa sababu kuwa wakitakiwa makuraishi kuweza kuabudu hayo masanamu, akiwaelekeza kuabudu Mungu. Lakini pamoja na hivyo sasa kuna amri nyingine inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kuna amri nyingine inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Amri amesema na kuogopeni moto ambao wamewekewa wenye kukanusha amri za Mwenyezi Mungu. Hii amri inasema ikumbuke siku ya Sabato. Huku Waislamu wote leo hawajawahi kumbuka siku ya Sabato. Kwa nini? Na huko juu tumekusha kutoka tukisema kwamba usiwe na miungu mingine. Hizi amri zote kumbuka ziko 10. Ngoja tusome katika kitabu cha Yakobo. Je,
hii moja tunaweza tukajikuta tumeivunja. Kwani Yakobo 2 mstari wake wa 10 na 11, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa nini? Mstari wa 11 anasema, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hivyo ni lazima kuweza kuishika sheria, lakini zote 10, amri zote 10 package ile. Sasa anasema ikumbuke siku ya Sabato. Sasa na hapa hizi ni aya ambazo Muhammad hakuwahi kuzisoma kabisa. Sasa leo watu ambao wanakubalika wamekusha kuambiwa katika Qur'an kukubali yale yaliyokusha kutolewa kwao. Ilitegemewa baada ya Muhammadi, na kwamba Waislamu wamepata hapo, walitakiwa waweze kukubali na kuweza kuishika Sabato ya Mungu, kwa sababu katika Qur'ani ipo aya moja tu inayozungumza katika kupiga swala siku ya Ijumaa. Ni aya moja, sura Ijumaa peke yake, hakuna aya nyingine, ni hiyo tu moja. Tena ni aya yenye aya mbili katika 62, 9 na 10 basi. Na anasema linapotajwa jina la Mungu, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala, waende watu kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini na hapo ni siku ya Ijumaa. Na hiyo aya imekuja huko Maka, Madina, imekuja Madina, akiwa Madina anahutubia, lakini hakusema Sabato iachwe. Alisema akitubia. Kwa sababu gani? Akihutubia hapo kuna watu waliokuwa wakienda katika biashara zao, lakini Sabato ilikuwa bado iko pale pale. Ndio maana ukiona katika sura ya pili sura ya Baraka, sura ya pili aya ya 65 anasema hapa, na kwa yakini mmekwisha kujua hakika habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuiheshimu Jumamosi. Sasa hata unajiuliza, kule wamekusha kutuambia katika aya ya 3, anakuja kuambia watu waweze kukubali, waogope moto na kuweza kukubali amri za Mwenyezi Mungu. Sasa hawa kuna watu hapa walikuwa wamekusha kuanza kukataa. Anasema kuna amri, katika amri ambazo zimetajwa kuna amri ya kuiheshimu Jumamosi. Hiyo ni kati ya amri. Wale walivunja, waliambiwa wawe manyani, wadhalilifu. Anasema na kwa yakini. Hii ni Surat Barak, sura ya 2 namba 65. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi, basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Kwa hivyo hii ni kati ya zile amri, na utakuta kwamba hata kule katika uzima wa milele itakuwepo hiyo Sabato. Bado wale wanataka kupinga, kuachana na moto uliowekewa shetani na malaika zake, pamoja na hawa watakaokuwa wamevunja na kukanusha amri za Mwenyezi Mungu, ni lazima watii na kukubali Sabato ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu katika Taurati alikuwa amekusha kusema sababu ya yeye kutoa hiyo Sabato katika Taurati. Mfano tukisoma katika hiyo Kutoka sura yake ya 31 aya ya 13, anasema kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtashika Sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Kumbe Sabato ikawekwa kama ishara ya watu wa Mungu, na hapa si Waisraeli peke yao. Kwa sababu gani? Mungu alipowaelekeza wana wa Israeli alikuwa amewaelekeza kama watu wake pekee. Kumbuka hata hapa wakati Musa anatoa haukuwepo Uislamu. Uislamu umekuja wakati wa mtume, na hizo zipo katika dalili zinakubali Uislamu umeanza hapo wakati wa mtume. Hiyo sasa
Ndio hapa anakuja pia kusema kwa nini aliwapa amri hizi pamoja na hiyo amri ya Sabato. Wale watakao kuwa wanataka kumfuata Mungu kweli kweli watatakiwa kuitunza, kuikumbuka, kwa sababu ni kati ya zile amri walizoambiwa katika siku hiyo wafanye ibada tu, kwa mujibu wa sura ya 7, kwa mujibu wa sura ya 7 aya ya namba 163. Sasa katika Ezekiel anatoa tena sababu ya Mungu kuwapatia hizi amri before. Akasema ni kwa nini aliwatoa wana wa Israeli katika Misri, akawapatia amri zake na sheria yake. 20:10 Ezekiel na 11 tutasoma. Anasema basi nikawatoa katika nchi ya Misri, nikawaleta jangwani, nikawapa amri zangu na kuwaonyesha hukumu zangu, ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda. Je, Muislamu ni mwanadamu? Mwarabu ni mwanadamu? Mwafrika ni mwanadamu? Muisraeli ni mwanadamu? Wote wale ambao ni wanadamu wanapaswa kuzishika, ndio akawapa. Lakini anamalizia anasema mstari wa 12, tena naliwapa sabato zangu, naliwapa na sabato zangu na kuwaonyesha wanawapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Kwa hivyo wale wanakubali Mungu na hawapingi amri, wakiogopa kwenda katika moto, wanatakiwa kukubali Muumbaji na kukubali sabato yake, kwa sababu ni kweli. Na hii kitu hata nisingesahau kabisa, na anatoa sababu kwa sababu kwenye Qur'ani inakubalika Mungu aliumba siku 6. Ni kweli, hicho kitu hakipingwi katika Qur'an. Hicho kitu hakipingwi. Sasa kwa sababu hakipingwi, tujiulize kwa nini Sabato? Na hicho kitu ni cha msingi sana. Hebu usiweze kukiacha kusikiliza. Nitasoma kwanza sura ya 7 ya Qur'an tukufu. Nitasoma namba 54. Nasoma halafu ndo tutakuja tuunganishe na maandiko katika Taurati. Anasema hakika Mola wetu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Kwa hiyo kumbe siku sita Mungu ameumba mbingu na ardhi. Kisha aya inamalizia, kisha akatawala juu ya arshi yake. Sasa baada ya kumaliza uumbaji siku 6 na mwanadamu au huyu Adamu kuumbwa siku hii ya 6, ya 7 alipumzika, ya 7 alitawala katika arshi yake, katika miliki, katika enzi yake. Ndio hapa katika Mwanzo sura yake ni ya 2 anasema sasa, Mwanzo sura yake ni ya 2 mstari wa 2 na wa 3 anasema, na siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. 3, Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Alistarehe. Sasa alipokuja kumwambia Musa fanyeni hivi, ni kwa sababu wao walitakiwa kuabudu kama vile ambavyo yeye amekuja kutoa mfano. Ndio unaona katika hiki kitabu cha Kutoka sasa anapokuja kumwambia kwenye 28 lazima ikumbuke siku ya Sabato uitakase. 11 anatoa sababu ya kumwambia ikumbuke siku ya Sabato, kwa sababu usije tukajikuta tunatoa na kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa, halafu Jumamosi kazi, Jumamosi hakuna kwenda ibada, Jumamosi hata kama mtu akaenda ibada tena akirudi kazi, sababu kazi amekataa Mungu kwa mujibu wa maandiko.
Nasoma kuanzia 8 haraka tu mpaka 11. Anasema ikumbuke siku ya Sabato siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita, hizi sasa ni mstari wa 11. Anasema maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Siku ya saba akastarehe na vyote vilivyomo akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kwa hiyo ametoa sababu. Katika Qur'ani Muhammad akatuambia wazi ya kwamba ni kwa siku sita ameweza kufanya kazi na kupa mbingu na nchi, lakini siku ya saba amepumzika. Ndio hiyo wakaambiwa kama amri kupumzika, wao wasisikie, wakaambiwa wawe manyani. Leo sisi kama watu tunaotaka uzima wa milele, tuko wapi kuishika amri ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu wale wanakanusha amri za Mwenyezi Mungu, moto wa milele unawasubiri. Kwa hivyo ni lazima kuweza kutunza kama Mungu alivyokwisha kutuambia. Tunaenda sababu ya 4 na ya mwisho, hiyo tusikose nayo, ni ya msingi kabisa ambayo Uislamu umetundika hapo, tunatakiwa tuweze kuangalia, cha msingi kabisa.